صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, ndugu zangu wanafunzi wa kipindi hiki cha Asira, leo itakuwa ni kikao chetu cha tatu tukikutana na mada ya sira. Tumeanza mwanzo na sehemu ya kwanza tukizungumza ni njia ipi sahihi ya kupata furaha. Tumetoka hapo tukaja katika kipindi cha pili tukazungumza kwamba je, watu wana haja ya kuwa na dini? Je, dini ni jambo la dharura katika maisha ya watu? Baada ya hapo tukaenda katika sehemu nyingine ambako hivi tutazungumza insha Allah kuhusiana na manabii na utume au utume na manabii. Kama ambavyo tumefanya ishara kwenye ubao wetu huu, tumeashiria kwamba mada ni mitume na manabii. Mada hii ya mitume na manabii iko na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, je, watu wana haja ya mitume? Is there any necessary to have a messengers and prophets? Iko dharura ya sisi kuwa na mitume na manabii? Pili, ukweli wa utume na ujumbe wake. Tunataka kujua ukweli, the truth about message, the truth about messengers. Hao mitume tutawezaje kuwajua kwamba ni wa kweli? Sehemu nyingine alif ni dalili za utume, evidences, clarifications, hujja na maelezo ambayo ni sahihi yenyeweza kutuonyesha ya kwamba huu ndiye utume na huyu ndiye mtume. Misingi ya da'wa ya mitume. Pia tusisahau ya kwamba ni vizuri tuweze kujua misingi ya da'wa na mitume. Na katika munasaba huu ni kwamba kuna kitabu kimoja ambacho tulikiandaa ambacho kinahusiana na maudhui kama hii, na ni vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni talkhis ya kitabu cha Al-Madkhal ila ilmi da'wa, ambacho kitabu hicho tumekiita ni Imdadu Sahwa ila ma la yas'u ad-da'i jahluhu fi ilmi da'wa, mambo ambayo ni ya dharura kwa dai kuweza kuyajua. Kitabu kingine tulikiandika wakati tukiwa tunamaliza masomo yetu ya jamia, ambacho kinaitwa Al-Alaqa ad-Da'wiyya baina anbiya'i rabbil bariyya, uhusiano wa kidawa baina ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vyote ni vitabu vizuri ambavyo ni mtu akivipata na aweze kuvisoma. Sehemu nyingine ni historia kuhusiana na ulul azmi minar rusul. Kawaida ukizungumza kingi, inafaa ndani ya kingi hicho uchague baadhi ya kile ambacho ni dharura mtu aweze kukipata na kimpe mafunzo makubwa juu ya maisha ambayo hao ulul azmi minar rusul wamepitia. Kwa hiyo mpaka hapa tunaanza wabillahi nasta'in. Anwani ya kwanza kama ambavyo tumeashiria ya kwamba je, watu wana haja ya kuwa na mitume? Je, watu wana haja ya kuwa na mitume? Mwenye kitabu chetu ambacho tuko nacho anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wake katika umbile na fitra sahihi, na akawawekea akili ili waweze kupambanua baina ya haki kwenye batil. Na kwa sababu akili za wanadamu zina mapungufu na udhaifu, matamanio na maslahi, bali na migongano ndani yake. Katika hali hiyo, wanachokiona baadhi ya watu kuwa ni kizuri na wema, wengine wanaweza kukiona kuwa ni kibovu, bali hata mtu mmoja anaweza kubadilika rai yake
kwa kubadilika kwa zama au mahali ambapo anaishi. Pamoja na kuwa akili hizo haziwezi kudiriki kilichojificha katika hali halisi ya kielimu na pia makatazo ya kielimu mbalimbali. Kadhalika hawezi kudiriki na kurudi kwa muumba, hawezi kudiriki na kujua muradi wa muumba, maamrisho yake na makatazo yake, mbali na kuwa mwanadamu hawezi kupokea kutoka kwa Allah moja kwa moja, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema, na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahi, ufunuo, au kwa nyuma ya pazia, au kumtuma mjumbe naye kumfunulia ayatakayo kwa idhini yake. Hakika yeye ni mtukufu mwenye hikma. Aya hii inapatikana katika sura ya 42 aya ya 51. Wama kana libasharin an yukallimahu Allahu illa wahyan au min warai hijabin au yursila rasulan fayuhi biidhnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Hizi ni ayat ambazo mtu akizisoma zinaweza kumfaidisha katika kuyaelewa vizuri maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala yanayofungamana na wahi, ya kwamba wanadamu Allah amewaumba na akili ambayo ni kamilifu, japo kwamba wanadamu hawa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika viwango tofauti vya uelewa na kudiriki mambo. Hivyo ni vigumu watu wote waweze kukubaliana katika maono mamoja. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea sababu ya kuweza kuwa na mtazamo mmoja, na njia hiyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa nafasi viumbe vyake vyote, wanadamu bilkhusus, ya kwamba atawaongelesha moja kwa moja yeye mwenyewe au wao wamuongelesha moja kwa moja na wajibizane na Allah subhanahu wa ta'ala, bali aliweka msingi, na msingi huo unapatikana kwa aya ambayo tumeitaja, aya ya 42 sura ya 42 aya ya 51. Na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamsemeza moja kwa moja, la bal nyuma pazia, au amtumie mjumbe na mjumbe huyo atamfunulia yale ambayo ameyataka Allah subhanahu wa ta'ala kumfunulia, kwani yeye ni mtukufu na ni mwingi wa hikma. Hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala akachagua viumbe vyake bora zaidi miongoni mwa mitume na manabii ili wawe mabalozi wazuri baina yao yeye Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake. Allah anasema, Mwenyezi Mungu huteua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Innahu sami'un basir. Hii ni katika aya ya 75 sura ya 22. Ili waongoze watu katika kumwabudu yeye na waondoshe baina yao dhulma na kiza, na kuwapeleka katika mwongofu na katika nuru, ili watu wasiwe na hoja kwa Allah baada ya kupelekewa mitume. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mitume hao ni wabashiri na waonyaji, rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Akasema ili watu wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kuletewa mitume, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Hiyo ni katika sura ya 4 aya 165. Hivyo basi
Hivyo basi suala la kutuma mitume ni suala likawa ni jambo kubwa na lenye neema kwa watu kutoka kwa Allah, ili wafundishe na kinachowafaa na wawakataze kile ambacho kinaweza kuwadhuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia wema mkubwa waumini vile alivyowaletea mtume aliye miongoni mwao wenyewe, anayewasomea aya zake na anawatakasa na anawafunza kitabu na hikma, ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotovu ulio wazi. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Aya hii inapatikana katika sura ya 3 aya ya 164. Aya 164. Kwa hakika neema kubwa kutoka kwa Allah ni kuwatuma wa watu mitume, na mitume hao huwa ni miongoni mwao. Kwa sababu gani? Ili mitume hao wazungumze na wale ambao wamekuja kwao kwa lugha yao. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, na hatukumtuma mtume yoyote kabla yako isipokuwa anakuja kwa watu ambao anazungumza nao lugha ambayo wataweza kuielewa. Hapa kuna maneno ambayo ameyataja Washington Irving. Washington Irving huyu ana maneno ambaye ni mwanadiplomasia na mwanafasihi wa Kimarekani. Mwanadiplomasia na mwanafasihi wa Kimarekani. Wacha tuyasome hayo maneno na muweze kuyasikiliza. Anasema, hata katika kilele cha utukufu wake Muhammad alidumu katika hali yake. Alikuwa akichukia anapoingia sehemu yenye kundi la watu wakamsimamia au kupitiliza katika kumkaribisha. Tasawar, maelezo haya yametajwa na mtu anaitwa Washington. Huyu ni mwanadiplomasia na mwanafasihi wa kutoka Marekani, kwamba miongoni mwa tabia ambazo alikuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba hakuwa akipenda akifika sehemu katika watu wamtukuze kupitiliza. Hakuwa anapenda watu wamuenzi na kumtukuza kupitiliza, bali alikuwa anapenda watu waweze kumhudumia kama mtu wa kawaida, au akionekana kwamba wamemkaribisha kwa kupitiliza anawakataza. Na haya tunayasoma katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi hizo ni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ya sayyidana wabna sayyidina, ya sayyidana wabna sayyidina, ewe bwana wetu na mtoto wa bwana wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tusayyiduni au la taqulu sayyidana, msiniite mimi na mkaniambia sayyidana. As-sayyidu Allahu, as-sayyidu Allah. Na maulama wakatueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataa kuitwa sayyid haimaanishi kwamba yeye si sayyid, la, fa huwa sayyidu al-awwalin wal-akhirin, fa huwa sayyidu al-khalqi ajma'in, fa huwa sayyidu waladi adama wala fakhar, bil hadithi sahih alladhi rawahu al-imam al-Bukhari. Pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna muda ilikuwa akiingia kwa watu wanasimama, akawakataza, akamwambia la ala rislikum, bakini vile vile mlivyo. Naona na mifano nyingi sana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa alitambua tabia ambazo walikuwa nazo manaswara, namna ambavyo walimtukuza Isa alayhi salam mpaka wakamvukisha kiwango cha ubinadamu, wakamfikisha kwamba ni mwana wa Mungu, mwisho wakamuita ni Mungu. Akasema, la tutruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam, la tutruni, msinisifu kupitiliza, kama atrati nasara, kama ambavyo walipita mipaka manasara katika kumsifu Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, bali mimi si mwingine, innama ana abdun,
mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqulu abdullahi wa rasuluhu, nipeni sifa ambazo Allah amenipa, niiteni kwamba Abdullah wa rasuluhu, wewe ni mja wa Allah na mtume wake. Kwa anasema hata katika kilele cha utukufu wake Muhammad alidumu katika hali yake. Hali yake vipi? Alikuwa akichukia anapoingia sehemu yenye kundi la watu wakimsimamia au kupitiliza katika kumkaribisha. Maneno haya ni maneno muhimu watu kuyajua. Hivyo kafikia katika nukta ya kueleza ya kwamba ujahilia ni ujahilia, na kila ujahilia una uchafu wake. Haijalishi huo ujahilia uko wapi, kulingana na zama na mahali. Pale ambapo nyoyo za watu zikiepuka na akida ya kiungu inayohukumu muono wao katika sharia ambayo inatokana na akida hii, ambayo ndiyo itakayohukumu maisha yao, pasi bila shaka kitakacho kuwepo hapo kitakuwa ni ujahilia katika sura zake mbalimbali. Haya maneno yanatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anakuja anatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu ya msingi ya kwamba kuna zama zinapita, na hizo zama zikipita kunakuwa hakuna mtume ambaye anawaelekeza watu na kuwafundisha watu, jambo ambalo linawapelekea watu waweze kuacha haki na kuondoka katika njia ambayo ni ya uongofu. Na usisahau ya kwamba binadamu ndivyo tulivyo, wacha tu mambo ya mitume, bali hata katika kampuni ya kawaida baadhi ya wafanyakazi wakishaona moja kwa moja kwamba yule ambaye ni msimamizi wao, yule ambaye ni supervisor wao hajahudhuria kazini, ndio chanzo cha uvivu, ndio chanzo cha uzembe, ndio chanzo cha kuanza kuachiana kazi ambazo akiwepo yule supervisor wanazifanya kwa njia ambayo ni mzuri kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume hao kazi yao ni kubashiri mema na kuonya maovu. Akasema, na pia katika maneno ambayo yameelezwa ni kwamba pamoja na kuwa ufunguzi wa elimu za maendeleo na makubwa ya kielimu ni viwanda na teknolojia, ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu ulio dhahir, na Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kwamba kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa katika upotevu ambao uko wazi. Upotevu katika mtazamo wa itikadi, upotevu katika malengo ya maisha, ni upotevu katika desturi na mifumo na tabia, ni upotevu katika nidhamu, mfumo, ni upotevu katika jamii na tabia. Hizo zote zilikuwa ni hali za upotevu ambazo watu walikuwa nazo. Watu walikuwa na upotevu kwa kutojua kazi yao ni ipi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia. Walikuwa wamesahau kwamba aliyewaumba ni nani, kama ambavyo imefikia mpaka imani yao kwa malaika ikabadilika, wakawasifu malaika kwa sifa za kike, bali wakahesabu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachukua malaika ni kama mabinti zake. Kwa hiyo ni itikadi ambayo imewafikia mpaka katika malengo yao, itikadi imefika mpaka katika mifumo yao ya maisha, kama unavyosikia dhulma ambazo watu walikuwa konazo, kupora mali za watu hadharani, mifumo ambayo ilifikia mpaka watu wakawa wanaua watoto wao wa kike, wengine mpaka wakawazika wakiwa hai kama inavyotaja katika vitabu vya tarikh. Kwa hiyo hiyo yote ni upotovu ambao watu walikuwa nao. Upotevu kama huo ukawa hapana budi Allah subhanahu wa ta'ala atume mitume katika wanadamu, mitume ambao watazungumza nao na wataweza kuelewa lugha yao na wajue kwamba wao ni miongoni mwao, na hao mitume wawe ndio wa kwanza kufanyia kazi kile ambacho wanawakataza wenzao. Ndio utasikia mmoja katika mitume anasema,
mimi si kuwa ni wa kuwakhalifu kwa kile ambacho nawakatazeni. Unaona, mimi si wa kuwakhalifu kwa kile ambacho nawakatazeni. Ina maana mimi ndio nakuwa nini? Mimi ndio nakuwa kwanza kukifanyia kazi. Hayo ni maneno ambayo ni muhimu watu waweze kuyajua. Wanadamu ni wanyama wanapokataa dini. Wanadamu ni wanyama wanapoikataa dini. Maneno haya yametajwa na David Patton. David Patton huyu ni mwandishi wa Kimarekani, na bado nazidi kusisitiza kwamba inawezekana mtu ambaye atapata kuangalia mfano kipindi cha 3 au kipindi cha 2 na hakupata kipindi cha kwanza. Kwani tumeeleza kwa nini tumesisitiza kutaja ushahidi wa maneno kutoka kwa wasio muamini Allah kupitia msingi ambao tunaamini, ili watu waweze kujua maana ya maneno ambayo tumesema, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan fandhur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wajahadu biha, na waliyapinga maneno hayo, wastaiqanatha anfusuhum, japo nafsi zao zimekuwa na yaqini kwamba maneno hayo ni ya kweli, dhulman, kidhulma, wa uluwa, na kuvuka mipaka. Fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, tazama namna ulivyokuwa mwisho wa watu ambao ni waovu. Kwa hiyo tunawatajia watu ambao ni wageni katika Uislamu wajue ya kwamba kilichowatoa kwa njia ambazo si za haki wakaamua kuingia katika Uislamu ni kwa sababu ya ile chembe ya ukweli ambao ilikuwa ikiwajia katika akili zao na ikiingia katika nyoyo zao, na wakiitafuta kwenye mazingira yao wanaikosa. Wakiitafuta katika mazingira yao wanaikosa, ndio maana wakaamua kuingia katika dini ya Uislamu. Anasema David, katika takwimu katika moja ya vyuo vikuu nchini Marekani ambavyo yaliandikwa katika kitabu Amerika ina swali au haiswali. Kitabu imefanywa takwimu ambao ni ya David Patton, kuwa anasema asilimia 80 ya wanawake Marekani hubakwa mara moja katika maisha yao. Sikiza maneno haya kwa makini. Maneno yanaushtua, maneno ambayo yanaogofya, maneno ambayo yanaumiza moyo. Asilimia 80 ya wanawake Marekani hubakwa mara moja katika maisha yao. Yani mwanamke anabakwa mara moja. Asilimia 80 ya wanawake wa Kimarekani hubakwa, asilimia 80. Na idadi ya wanawake wenye kubakwa kila siku ni zaidi ya wasichana 19,000 each and every day. Each and every day 19,000 wanawake 19,000 wanabakwa kila siku Marekani. Matokeo ya hilo ni kuwa kiasi cha asilimia 30 ya wasichana huko Marekani ima hupata mimba au hutoa mimba au hujifungua katika umri wa miaka 14. Sikiza maneno haya kwa makini, kisha urudi katika mazingira yetu ambayo sisi tunaoletewa taratibu za maisha kutoka kwa magharibi, ikiwemo Amerika ndiye ambayo inaongoza kuingilia katika nchi za Kiafrika na kutaka kuwawekea system za maisha na kuwapangia mpaka umri wa kimasomo na kuwapangia mpaka umri wa ndoa na kuwapangia mpaka umri wa kuwa na mahusiano. Lakini cha ajabu nini? Tazama kwao ambako kunaoza, lakini wao wanajiona kwamba ndio wana maendeleo zaidi yetu sisi. Asilimia 30 ya wanawake ambao ni wasichana tena wadogo ni ima hupata mimba au hutoa mimba au uzaa kwa njia ambazo za kutatanisha, ili hali wakiwa chini ya umri wa miaka 14. Kwa hiyo umri wa miaka 14 na msichana huko tayari ameshazaa, tasawar na upande wetu wakati msichana akisikika labda ameolewa akiwa na miaka 16, wasikika ameolewa na miaka 15 na mfano wake. Kwa hiyo si mada yangu, lakini naomba tu zingatia kwamba
Huu ndio uhalisia ambao ameuandika mtu anaitwa David Patton. He's not a Muslim. He's not a Muslim. He's not an African. Ni Muamerika na ameandika kuhusu historia ya hali ya Marekani. Akasema 61%, 61%, 61% za hali ya kubakwa ilikuwa kwa wasichana chini ya miaka 18. Anasema lakini 61% za hao wanawake ni wale ambao wamebakwa wakiwa chini ya miaka 18. Alafu 29% za kubakwa za ubakaji ilikuwa kwa watoto chini ya miaka 11. Asilimia ngapi? 29% za ubakaji ilikuwa kwa watoto chini ya miaka 11. Sasa baada ya hapa tunakuja katika ukweli kuhusu utume na ujumbe wake. Miongoni mwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa kila mtume ni miongoni mwa jinsi ya watu anaotumiwa mtume huyo. Allah anasema, nasi hatukutuma kabla yako ila watu wanaume tuliowapa wahi, wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Aya ya 43 katika sura ya 16. Na azungumze kwa lugha ya watu wake ili wafahamu maneno yake na maana yake. Allah amesema, na hatukumtuma mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainishia. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayina lahum. Basi Mwenyezi Mungu humwacha akapotea amtakaye na akamuongoa amtakaye, naye ni mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hikma. Mitume wote husafika na kuwa na utimilivu wa akili na usalama wa fikra zao na ukweli na uaminifu wa kupokea amana za watu na kuzihifadhi, na huepushwa na dhambi ambayo huharibu mwenendo wa mwanadamu na viwiliwili vya huyo mwanadamu. Yani mitume miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala hajamtuma mtume yoyote ambaye yuko na dosari ya kimaumbile. Hakuna nabii kiwete, hakuna nabii kipofu, hakuna nabii kiziwi, hakuna nabii chongo. Hakuwepo nabii katika manabii wa Allah ambaye mwenye sifa kama hizo. Kama ambavyo hakuna nabii ambaye alikuwa ni bubu. Hiyo ni upande wa kimaumbile. Alafu upande ambao ni wa tabia, hakuna nabii ambaye ameweka katika rekodi ambayo ni sahihi ya kwamba alisifika kwa tabia ambayo ni mbovu. Wote walisifika kwamba ni wakweli, wote wakasifika kwamba ni waaminifu, wote wakasifika kwamba wako na nguvu za kuweza kusimamia haki na bila kuogopa lawama za mtu yeyote. Kwa hiyo haya ndiyo maelezo ambayo yametajwa hapa, na pia kutajwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote kujua wapi anaweka ujumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam haithu yaj'alu risalatahu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua vizuri ni wapi anaweka ujumbe wake. Na akasema hakika Mwenyezi Mungu alimteua Adam na Nuhu na ukoo wa Ibrahim na ukoo wa Imran juu ya walimwengu wote. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Hiyo ni sura ya 3 aya 33. Na akasema kuhusu Isa alayhi salam, na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhira, na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu, naye
atazungumza na watu katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema. Hapa katika aya hii kuna kitu nimependa watu wakizingatie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan, na atawazungumzisha watu fil mahdi, akiwa ni mtoto mchanga, wa kahla, na akiwa ni mtu mzima. Akiwa ni mtu mzima. Al-kahl sio umri ambao Isa alayhi salam ameondoka nao duniani. Tukisema al-kuhula tunamaanisha ni umri wa kwenye miaka kama 40 fama fauqahu, miaka 40 na kuendelea. Na Allah amesema yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Inamaanisha kwamba kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala Isa au Yesu amempa sifa za nyakati mbili za kuzungumza na watu? Atazungumza na watu akiwa ni kijana mdogo na atazungumza na watu akiwa ni mtu mzima. Hapa tunafaidika faida mboni ya siri ya dalili ya kurudi kwa Isa alayhi salam. Na sisi hatutaji kurudi kwa Isa tukimungoja kama watu wa mitandao au watu wenye maneno ya upuuzi kwenye mitandao. Mtu unaweza ukasikia anazungumza kwenye mitandao kwamba jamani viongozi wa dini mbona mnatuchosha? Especially mfano mtu unakuta labda hata si Muislamu anasema jamani mapasta mbona mmetuchosha? Kivipi? Ni sisi ambao tutampokea Yesu au Yesu ameshatangulia anangoja kutupokea? Swali kama hili linamaanisha umeanza kuwa na shaka katika kurudi kwake. Pia swali jingine mtu anaweza akauliza, jamani mimi nauliza hivi, ni Yesu ambaye atarudi kwetu au ni sisi ambao tunaenda kwake? Mwingine akasema bana jamaa sisi tumechoka. Sisi tumechoka kumungoja Yesu kwa sababu hata ndugu zetu, wazazi wetu wameishi wakimungoja Yesu lakini hajarudi mpaka sasa hivi na sisi tumekaribia kufa. Hii ni ishara ndogo inayoonyesha uchache na udhaifu wa akili za binadamu katika kupima mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ni uchache wa akili za binadamu katika imani ya kwamba sisi tukiamini kwamba ipo siku ya mwisho, hatujasema ni kesho ambayo ni ya Saturday, wala sio kesho ya next week wala next year. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anajua hiyo siku ya mwisho ni lini. Kwa maana hata ujio wa Isa alayhi salam, kwa imani sahihi ambao sisi tuko nayo Waislamu kwamba Isa atarudi, hakuna ambaye anajua Isa atarudi baada ya miaka mingapi, lakini ni jukumu lako wewe kuamini. Hilo ndilo jukumu lako. Kama ambavyo mtu unaishi ndani ya miezi 4 na bado una imani kwamba mvua itanyesha, wewe ndio unakuwa umeipangia na umeshafunga mawingu, lakini nakatabuka ala al-iman, unabaki katika imani yenye nguvu kwamba mvua ipo muda itanyesha. Basi kuwa hivyo katika kuamini mitume na manabii. Ayati zimeteremka hapa zinazoonyesha ukamilifu wa mitume na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma kwa ajili hiyo. Ama kuhusu dalili za utume, kuhusu dalili za utume, dalili hata tukishuka chini tukizitaja inatosha kwamba tayari tumeshaeleza dalili za kutosha hapo mwanzo, kwa sababu kila sehemu ambako tunapita tunataja dalili. Kila sehemu ambako tunapita tunataja dalili. Mitume na manabii ambao Allah amewatuma kwa waja wake ni lazima awasimamishie hujja na dalili zinazobainisha ukweli wa da'wa yao, wenye kuhakikisha kuwa wao ni mitume wa Allah, ili hoja isimame kwa watu na kusiwe na udhuru wa kutowasadikisha na kuwatii. Allah amesema kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili za waziwazi, kwa dalili za waziwazi. Hiyo ni katika sura ya 57 aya ya 25. Miongoni mwa dalili za muhimu zinazohusiana na mitume
ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia mitume hao na manabii aya na miujiza mbalimbali ambayo Allah huipitisha katika mikono ya mitume na manabii wake katika mambo ambayo yanavunja mazoea ya kawaida ya kimaumbile ambazo wanadamu hawawezi kufanya. Mfano wa hayo ni alama ya Musa alayhi salam. Pale fimbo yake ilipogeuka kuwa nyoka, Allah akasema, na nini hicho kilichomo mkononi mwako wa kulia ewe Musa? Akasema, hii ni fimbo yangu, naiegemea na ninawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu, tena inanifaa kwa matumizi mengine. Akasema, itupe. Allah anamwambia Musa, itupe. Qala alqiha ya Musa, itupe ewe Musa. Akaitupa, fa alqaha, mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Faidha hiya hayatun tas'a, akasema, ikamate wala usiogope, tutairudisha hali yake ya kwanza, na uambatanishe mkono wako kwenye ubavu, utautoa ukiwa mweupe pasipokuwa na madhara yoyote. Hiyo ni ishara nyingine ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa, faalqaha faidha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wala takhaf sanu'iduha sirataha alula wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra limadha linuriyaka min ayatina al-kubra. Kwa hiyo hii ya fimbo ni kama ni kianzio, hii ya fimbo ni kianzio ili uweze kuonyeshwa alama na miujiza nyingine ambayo ni mikubwa. Hapa kuna faida napenda niigusie. Ni faida gani? Faida yenyewe inasema hivi: sisi wanadamu tumeamrishwa tumwamini Allah, na asili ya imani ya kweli ni imanu bilghaibi, sio imani bishahada. Asili ya imani ya kweli ni imani bilghaibi. Na kila mitume, miujiza yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ni miujiza ya al-imanu bilghaibi. Mfano mwepesi, al-imanu bilghaib ni kuamini ya kwamba Ibrahimu amechukuliwa akarushwa ndani ya moto, na moto unarindima, moto unawaka, moto una miale, lakini bado moto ukawa baridi na hukumchoma. Usidhani ya kwamba Ibrahimu wakati anarushwa ndani ya moto hakuogopa. Aliogopa kwa sababu alijua kwamba moto unachoma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia moto, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Al-imanu bil ghaib. Mfano mwingine katika al-imanu bil ghaib ni kisa cha Musa. Musa alayhi salam, fimbo ni yake, kaitafuta kwenye mashamba mwenyewe, kaenda kakata mti, katengeneza fimbo, akajua hii fimbo ataitumia kwa kazi zake. Fimbo hii anaiegemea, fimbo hii anaitumia katika kuangusha majani kwa ajili ya kondoo na mbuzi. Fimbo hii kazi zake ni maslahi yake mwenyewe, labda anaitumia katika kuwinda, labda anaitumia katika kuchimbia labda mashimo. Waliya fiha ma'arib ukhra. Haya yote ambayo Musa ameyataja kuhusu fimbo ni vitu shahada, ni vitu mushahada, ni vitu ambavyo viko vinaonekana, something which can be seen, kitu ambacho kinaweza kuonekana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamtoa Musa kwamba kupitia hivi ambavyo wewe unaviona havina msingi wa imani, havina msingi wa imani. Msingi wa imani ni kama mimi sasa hivi ambapo niko na mark pen hapa ambapo ninaiandikia hapa katika whiteboard. Hii mark pen nikija kuiandika nione haitoi tena wino, inatoa nini? Inatoa maji au isitoe maji. Cha ajabu nikiangalia hii imebadilika, imekuwa ni chupa ya chai. Bilmithali, yani
imebadilika imekuwa ni chupa ya chai, ili mfano wake uweze kuelewa kwamba ni kama ambavyo fimbo ya Musa ilivyogeuka nyoka. Kwa hiyo na hii pia ibadilike sasa hivi iwe ni chupa ya chai, na hiki ni kifuniko cha chupa ya chai. Mara ghafla imebadilika ni chupa ya chai, alafu nikawa naanza kumimina chai. Hapo ndipo imani bil ghaibi inaanzia, sio imani bishahada, imani bil ghaib. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu waja wake ambao ni waumini mwanzo kabisa wa sura ya pili katika surati al-Baqara. Sifa ya kwanza ambayo amewapa ni al-imanu bil ghaibi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib, sifa ya kwanza ni wale ambao wanaamini ghaib. Kwa hiyo hizi ndizo hali ambazo waumini wanafaa wawe nazo, na kuna mwendelezo wa aya nyinginezo na mwendelezo wa aya nyinginezo ambazo zimetajwa mpaka tukifikia katika nukta ambayo inahusiana na zote ni ushahidi, zote ambazo tunaeleza mpaka kufika kwa maneno ya kwenye ukija mpaka katika ukurasa wa 96. Ukurasa wa 96 kuna mtu hapa anaitwa Rom Landau. Rom Landau huyu ni mkosoaji wa Uingereza. Kiangalia huko ndani utaelewa vizuri namna wanavyoonyesha kwamba ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala aweke mipango ya kuwatuma mitume, kwa sababu ili waweze kupata nani ambaye atawaongoza. Kuna maneno mengine ya huyu mtu anaitwa Henry Saroya. Henry Saroya akizungumzia nukta kama hiyo, anasema mimi ni mwanadamu kama nyinyi, mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Maneno haya ni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qul inna ma ana basharun mithlukum, qul inna ma ana basharun mithlukum. Ama kwa hakika Muhammadi haiba halisi ya historia, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu mwenye haiba halisi ya historia. Bila yeye Uislamu usingeweza kupanuka na kuongezeka, wala hakusita hata mara moja kusema kuwa yeye ni binadamu kama wengine. Hakusita kusema maneno hayo, mwisho wake ni mauti, na kuwa yeye atakufa, na kwamba yeye anatafuta msamaha na maghfira, kufutiwa madhambi kwa Mwenyezi Mungu. Hata kabla ya kifo chake alitaka kusafisha dhamira yake kwa kila kosa dogo alilolifanya. Akasimama mara moja akihutubia akasema, enyi Waislamu, kama nitakuwa nimempiga yeyote, huu hapa mgongo wangu, mtu alipize kisasi chake, au nimemnyang'anya mali yake, basi mali yangu ni milki yake. Haya maneno yanatajwa na nani? Yanatajwa na mtu ambaye ni mustashriq wa Kifaransa. Baada ya kuyasoma na kuyaelewa vizuri maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukija katika misingi ya da'wa ya mitume, ni kwamba da'wa ya mitume yote imewafikiana katika misingi maalum. Msingi wa da'wa ya mitume ni mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, amekuamrisheni dini ile ile aliyomuhusia Nuh, na tulio kufunulia wewe, na tulio muhusia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba shikeni dini wala msifarikiane nayo. Na ndio maana dini ya mtume wote ikawa ni moja. Sikiza maneno hayo, kama ambavyo nimeashiria pale mwanzo, nakwambia kwamba wakati tuliposoma kwamba hizi dini mwenye kitabu mwanzo alizigawanya kwamba zinagawanyika sehemu mbili. Kuna al-adiyan al-ardhiya, kuna dini za hapa ardhini ambazo wanadamu wameziweka kupitia hawa ya nafsi zake, alafu kuna al-adiyani samawiya ambazo amesema ni al-yahudiya wa nasraniya wal islam. Lakini nikawaambia kwamba ndiyo, kwa sababu ya mfumo wa kwamba hata wa Kristo na Mayahudi bado wana kitu kinaitwa imani ya uhusiano wa mbingu na ardhi, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko juu huwa anawachagua mitume wake, wanakuja kwa wanadamu ili wawaonye,
na anawapa vitabu ili wawafundishe kupitia vitabu hivyo. Hicho ndicho kinasababisha Ukristo na Uyahudi pia unaitwa al-adiyani samawia. Lakini usahihi ambao hauna shaka ndani yake ni kwamba ad-dinu wahid, ad-dinu al-haqqu wahid, dini ambayo ni ya haki ni dini moja, wa huwa al-Islam. Limadha? Kwa sababu huwa ad-dinu al-wahid alladhi la yantasibu ila shakhsin wala ila qabila wala ila qarya. Dini pekee ambayo hainasibishwi kwa kijiji wala kwa taifa wala kwa kabila, bali inanasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala huwa salam wa huwa alladhi ikhtara dina al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye jina lake ni as-salam, ambaye ni amani, na katika dini ambayo ni al-Islam ambayo inamaanisha amani. Akasema, enyi mitume, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mitume, enyi mitume, kuleni vyakula vizuri na tendeni mema, hakika mimi ni mjuzi na mnayoyatenda, hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda, na kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi, basi nicheni mimi. Pamoja na sheria zake kutofautiana, Allah anasema kila mmoja katika nyinyi tumemwekea sheria yake na njia yake. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Na lau sheria zingetokea kuwa kinyume na misingi ile, basi lingetokea katika hikma, lingetokea katika hikma, maslahi na huruma, bali ni muhali kuja kinyume na aliyokuja nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na lau kuwa haki ingefuata matamanio yao, basi zingeli haribika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum, Allah subhanahu, walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum, na lau kama haki ingefuata matamanio ya nafsi zao. Tazama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufahamu kama huu ndiye ambao inafaa mtu abaki nao, na muendelezo wa maneno haya umuonyeshe kwamba Uislamu ndiyo dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua, tuitumie na ituelekeze katika haki, na tusiwe tayari kuharibu misingi kama hiyo, na maana inaweza kutuletea madhara ya baadaye. Haya yote nitapenda mwanafunzi uyasome vizuri we mwenyewe, uyapitie vizuri we mwenyewe na uweze kuyazingatia. Usome maneno hapa katika ukurasa wa 105 ya Marcel Baysad. Huyu ni mwanafikra wa Kifaransa. Sikie maneno ambayo anayazungumza, kwa nini sheria inakuwa ni moja na inafaa ifuate. Kwa hiyo baada hapa inayofuata ni ipi historia ya manabii na mitume, ambayo ndiyo historia ya wanadamu. Yani mukhtasari wa haya maneno ni kwamba wakati unapokuwa unasoma historia ya mitume na manabii, unakuwa ukisoma maisha ya wanadamu wote. Narudia tena, maneno haya yazingatie wakati ukiwa unasoma ukurasa wa 107, ya kwamba wakati unaposoma historia ya manabii na mitume, unakuwa ukisoma historia ya wanadamu wote. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba Adamu alayhi salam alikuwa ni nabii,
na unabii wa Adamu alayhi salam unahusu watoto wake. Yani da'wa na ulinganizi na muongozo ambao Adamu alikuwa akiutoa ni kama muongozo ambao mzazi anautoa kuwaelekeza wanawe, wakati akiwaambia lifanyeni hili ndio zuri, acheni hili ni baya, ondokeni hapa pafai, simameni hapa ndio pazuri. Hiyo ndio kazi ambayo Adamu alayhi salam alikuwa nayo, duty as a parent, na ndio maana tunamuita baba wa wanadamu, na ndio maana sisi tunaitwa wanadamu, yani watoto wake, watoto wa Adamu. Kwa hiyo alikuwa na role ya kuwaongoza watoto wake, ambayo inampa cheo cha kwamba yeye ni nabii. Kwa si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa watoto wake, bali yeye ndiye ambaye amewazaa na akafanya kazi ya kuwalea na kuwarekebisha na kuwaelekeza katika njia ambayo ni haki. Kwa hiyo hayo ndiyo inafaa mtu ayasome na yatilie maanani. Hapa kidogo kuna mushkila fulani ambao ulitokea kwenye ukurasa huu, kwamba maneno yalibanwa yakachanganyika, kuna maneno yaliwekwa hapa ya mtu ambaye anaitwa Bashir Shad. Huyu Bashir Shad ni mhubiri wa India, na maneno ambaye anazungumza ni mazuri, japo yamefunika maneno mengine ambayo ni mengi sana. Anasema hatutofautishi baina yao, la nufarriqu baina ahadin minhum. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutofautishi baina ya hao mitume katika kuamini. Qur'ani tukufu ni kitabu cha pekee ambacho kinakiri uwepo wa vitabu vingine kutoka mbinguni, wakati ambapo tunaona vitabu vyote hivyo kila kimoja kinakataa vingine. Angalia maajabu ya Qur'an. Kitazama vitabu ambavyo watu wengi wako navyo unakuta vinakataana, lakini Qur'ani inasadiki ya kwamba kuna vitabu vingine ambavyo vimeshuka kutoka mbinguni. Na haya maneno yani usiatilie maanani bidhati, kwa sababu ni maneno ya mhubiri ambayo yanaweza yakarekebishwa na kuwekwa katika njia ambayo ni ya usawa, ambao unaendana na mfumo ambao ni sahihi. Kwa hiyo kupitia manhaji yetu ambayo tuko nayo, baada ya kuzungumzia dalili ya mitume, tukazungumzia misingi ya mitume katika dawa, utaona hapa tunaingia katika kuwataja ulul azmi minar rusuli. Ulul azmi minar rusuli, na ulul azmi minar rusul biikhtisar ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika aya mbili tofauti ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Hawa ambao tumewataja kwenye aya hii ambao ni surati Shura, hao ndio ulul azmi minar rusuli. Wa idh akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Aya nyingine ambayo pia inawataja mitume, aya nyingine ambayo inawataja mitume kwa ukamilifu wao, ambao ni ulul azmi minar rusuli. Ulul azmi minar rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ambayo nimeitaja hapo mwanzo, wa idh akhadhna minan nabiyina mithaqahum, wa idh akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha, katika surati Al-Ahzab aya ya 7. Surati Al-Ahzab aya ya 7. Hao ndio ulul azmi minar rusul, ambao tena Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika surati Al-Ahqaf kwa ujumla bila kuwataja majina. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kwa hiyo hao ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul, hao ulul azmi minar rusul
Wa kwanza ni Nuh, wa pili ni Ibrahim, wa tatu ni Musa. Huyu watu muita Noah, huyu wakamuita Abraham, huyu wakamuita Moses. Alafu anaifuata tunamuita Isa. Isa ambaye wana wao kwa matumizi yao wanamuita Jesus. 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 Yesu. Alafu tunakuja kwa mtume Muhammad. Muhammad alayhi salatu wassalam, alayhim salatu wassalam. Hawa ndiyo ulul azmi min ar-rusul, ulul azmi min ar-rusul. Muhammad sallallahu alayhi wasallam haina haja ya kumgeuza na kumwandika kwa Kichina au kwa lugha yoyote. Yeye ni Muhammadun arabiyyun bilafdhin arabiyyin bimushtaqatihi alkamil, kwa lafdhi ya Kiarabu na mushtaqati ambazo zimekamilika. Ama haya majina mengine ambayo yametangulia ni majina ambayo siyo ya Kiarabu, ndio maana watu wanakaa na kuyageuza watakavyo. Sasa baada ya kumjua Nuhu alayhi salam, Nuhu huwa awwalu ar-rusul, nabiyyun wa rasul. Nuhu alayhi salam ndiye nabii na pia ni mtume Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amemweleza kwa aya nyingi ambazo utasoma hapo ndani ya Qur'an. Baada ya hapo kwa ujumbe ambao amekuja nao Nuhu alayhi salam, ujumbe ambao ulio wazi. Ukienda katika kurasa wetu ambao tuko nao hapa, kurasa wa 111, kuna maneno ya Profesa Rolf Baron ambaye anasema ujumbe wa mwisho, Muhammad ni mtume aliyeleta Uislamu, aliyeleta Uislamu. Napenda watu waelewe ya kwamba hata matumizi haya ambayo yametumika si mabaya. Najua inawezekana mtu mfano akiyasoma akaamua jaribu kuyarekebisha kwamba Muhammad hakuleta Uislamu. Yes, wacha abaki hivyo tuone kama yataweza kuwasaidia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta Uislamu. You know the meaning of kuleta Uislamu? Kitu ambacho mtu umekileta huwa si chako. Ndiyo, huwa si chako. Kwa hiyo ukisema Muhammad ndiye ambaye ameleta Uislamu, we can agree with you kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta Uislamu, kwa maana huo Uislamu si wake. Ina maana kuna ambaye amemwambia ulete, na alipomwambia ulete akauleta. Yeye ni messenger, na messenger ni mtu ambaye anafanya kazi ya delivering. Kwa hiyo ikiwa mtu anafanya kazi ya delivering, why do you ask him where did you get this religion? Umetoa wapi huu Uislamu? Ndiyo, amekuja ameuleta Uislamu, kwa maana kuna ambaye amempa akamwambia ulete, upeleke huko kwa wale ambao wanastahili wawe nao. Hakutengeneza, hakuunda, hakujenga. Ameletewa, akaambiwa peleka. Kwa hiyo mtume ndiye ambaye ameleta Uislamu. Na hivyo kuwa kipengele cha mwisho katika mnyororo wa mitume ambao wamebeba ujumbe mkubwa. Maneno haya yanataja na profesa wa vyuo vikuu vya Australia. Kwa tunashuka katika ulul azmi na rusul, na hao ulul azmi na rusul baada ya hapo kama ashartu, kama nilivyoashiria ya kwamba baada ya hapo anafuata ni Ibrahimu alayhi salam, na Ibrahimu alayhi salam ametajwa katika vitabu ambavyo watu wako navyo. Yani kwa tunamaanisha kwamba hata wewe mwenye Biblia nyumbani kwako ukitaka kujua historia ya Ibrahimu alayhi salam utaweza kuisoma na utaijua,
na mengi ambayo yametajwa kwa Ibrahim ndani ya Qur'an yametajwa pia kwa Ibrahim katika Bible, na kusifiwa Ibrahim kwamba ni baba wa imani. Bado vivyo hivyo amesifiwa Ibrahim kwamba ni baba wa imani katika Qur'an na hata katika vitabu ambavyo vimetangulia. Huyo ndiye Ibrahim ambaye alipitia katika mitihani. Baba yake hakuwa ni Muislamu na akamlingania, na katika kulingania akapata na challenge za kutaka kuingizwa katika moto na akaingizwa kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akauambia moto, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baada ya hapo Ibrahim na dalili zote ambazo zimeelezwa kuhusu Ibrahim, tunaenda moja kwa moja mpaka kwa mtume mwingine katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na si mwingine isipokuwa ni Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua katika mazingira ambayo ni ya kushangaza watu wengi. Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua katika zama ambazo kuna mfalme anayefahamika kama Farao, ambaye anafahamika kama Farao, yani Firaun. Huyu Firaun alikuwa katika mji wa Misri au Egypt, na akawa anatumia nguvu nyingi za kutangaza kwamba yeye ndio Mungu na watu wamuamini. Katika kutangaza huko kwamba yeye ni Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala alimuonyesha maajabu, na maajabu ambaye alimuonyesha ni kwamba akawa ana tabia za kuwaua watoto wa kiume na kubakisha watoto ambao ni wa kike. Pamoja na kuwaua hao watoto ambao ni wa kiume na kubakisha watoto ambao ni wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria azaliwe Musa alayhi salam katika zama ambazo watoto wa kike wanauawa, katika zama ambazo watoto wa kiume wanauawa, watoto wa kiume wanauawa. Pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua na akazaliwa, na baada ya kuzaliwa na hakuuawa, bali Allah akamwamrisha mama yake Musa ya kwamba mchukue mwanao baada ya kumzaa, mnyonyeshe. Ukiona hali imekuwa tete na ukaona kwamba watu watampata na watamuua, mweke katika kikapu alafu mrushe katika bahari. Mawimbi yatamsukuma huyo mwanao na hatokufa, bali usiofu, usiwe na huzuni, sisi tutamrudisha kwako na tutamjalia katika mitume. Sasa kuna wale ambao wanataka kutambua kwamba wanaadhimisha Isa alayhi salam, kwamba Isa alitambulika kwamba atakuwa ni mtume akiwa ni mdogo. Lakini nataka ujue kwamba aya hii na maneno haya, wakati anaambiwa mama yake Musa alayhi salam, Musa ndiye alikuwa ananyonya, na akaambiwa kwamba sisi huyu mwanao mnyonyeshe, na ukiogopa mrushe katika bahari, usiogope, usihuzunike, sisi tutamrudisha kwako na tutamjalia yeye ni katika manabii. Jambo ambalo ni la ajabu, linahitaji mtu awe na imani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemletea maneno haya mama yake Musa alayhi salam wa ala ibniha, na akayakubali na akayafanyia kazi. Kwa hiyo aya hii ambayo inapatikana katika surati al-Qasas, maulama wamesema aya hii iko na maajabu, na maajabu ya aya hii ni kwamba aya hii imekusanya amri mbili, ikakusanya makatazo mawili, na ikakusanya habari mbili. Ikakusanya habari mbili. Ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ardhiihi, mnyonyeshe mwanao, hiyo ni amri. Faalqihi fil yammi, na ukizidiwa mtupe katika maji. Amri mbili. La takhafi la tahzani, usiogope na usiwe na huzuni. Hayo ni makatazo mawili.
kisha habari mbili, inna raduhu ilaika wajailuhu minal mursalin. Hii ni habari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea anaieleza ndani ya Qur'ani kuhusu Musa alayhi salam. Kwa Musa alayhi salam safari yake ni ndefu na ni moja miongoni mwa manabii ambao muhimu sana mtu kumsoma, pamoja na kwamba habari na maisha manabii wote ni muhimu, lakini utashuhudia hii habari katika mambo yafuatayo. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza, anaeleza kuanzia kuzaliwa kwake, kunyonya kwake, kulelewa kwake, kupewa utume, kuanza kazi ya da'wa, akhlaqiyati aliyokuwa nayo, maumbile ambayo alikuwa nayo. Musa alayhi salamu akaondoka Misri akakimbia akaenda Madian. Musa akaposa, Musa akapewa sheria ya mahari, Musa akaifanyia kazi mahari, Musa akaoa. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha Musa, rudi ulikotoka. Rudi ulikotoka. Umetoka wapi? Umetoka Misri. Kwa hiyo rudi Misri, kuna watu wangu, kuna watu wangu ambao Firauni baada anawatesa, nenda kawaokoe. Nenda kawaokoe watu wangu katika kizazi cha Bani Israeli. Sasa hapa pia nataka uweze kuzingatia kitu muhimu. Wewe ambaye ni mgeni katika Uislamu, mara nyingi wakati ulikuwa labda ni Mkristo, ulikuwa ukitangaza Yesu amekuja kutuokoa, Yesu amekuja kutoa na madhambi, Yesu amekuja kutoa katika mateso. Wewe unafikiri labda ni Yesu peke yake. Hiyo ndiyo kazi ya manabii, hiyo ndiyo kazi ya mitume. Sasa kama unasikia maandiko yanasema mimi ndimi njia ya ukweli na haki, na hakuna aendaye kwa Bwana Mungu wangu bila kupitia mimi, wewe ukafikiri ndio huyo Yesu peke yake. La, mitume wote hiyo ni sifa yao. Kama unataka kuamini, angalia Musa alayhi salam, wakati Allah alipomrudisha Musa kwa Bani Israeli, ikafikia wakati Bani Israeli Firauni anataka kuwaua. Musa alayhi salam akawabeba na akaondoka nao. Ina maana ile njia ambayo Musa alikuwa anapitia wao ndo walifuata. Ina maana Yesu alikuwa ni ina maana Musa alayhi salam alikuwa ni njia, na hiyo njia ambayo alikuwa ndo yeye, ndio maana pale alipopita na wao wakapita, ndio maana wakanusurika. Lakini yoyote ambaye aliachana na njia ambayo Musa anapita aliangamia, na ndo wale ambao waliangamia pamoja na Firaun. Hivyo baada ya hapo tunaenda kwa Isa alayhi salam. Tukienda kwa Isa alayhi salam, tunaona wazi kwamba Isa alayhi salam anafahamika kama Isa ibn Maryam. Ni mtume ambaye amenasibishwa kwa mama yake, na japo maulama wengine wanasema miongoni mwa mitume hao ni Yunus ibn Matta. Wanasema Yunus ibn Matta pia na yeye amenasibishwa kwa mama yake. Lakini hii ambayo tuko nayo ya Isa ibn Maryam iko wazi, iko clear na haina tatizo lolote, kwa sababu imeelezwa ndani ya Qur'ani namna alivyozaliwa Maryam, namna alivyolelewa, namna akafika kubeba mimba, namna akafika kujifungua, akatoka na mwanae, akarudi kwa watu wake wakamshangaa. Kwa hiyo story iko clear, haina shaka ndani yake. Na inshallah, as long as we continue, we proceed with our topic, there's something very important I go to mention. Nakuja kuibainisha hilo jambo. Na hilo jambo linahusiana nini? Ni kwamba kuna baadhi ya watu wanataja ya kwamba Wakristo hawataki kumwamini Muhammad na wanamwamini Yesu, na ili hali sisi Waislamu Yesu ametajwa ndani ya Qur'ani zaidi alivyotajwa Muhammad. Haya maneno si kweli. Haya maneno si kweli ni kwa sababu watu wataki kusoma, wanapenda labda watengeneze story ya ushabiki na kuvutia watu. Lakini to be honest ni kwamba hakuna mtume ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narudia tena, hakuna mtume ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukitaka kuamini maneno hayo ni kwamba aya ya pili ndani ya Qur'ani imemtaja mtume Muhammad si mara moja, lakini wewe labda humuoni. Na kusomea hiyo aya labda uweze kuelewa. Allah anasema ndani ya Qur'ani, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi
ile dhalika, hii kafu ambayo ni kafu al-khitab inarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tayari hapo tumeshamtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 3. Sasa unataka Mtume sallallahu alaihi wasallam atajwe yani Isa alayhi salam atajwe mara nyingi zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unamtaja kuanzia mwanzo wa Qur'an mpaka ukifika mwisho wa Qur'an. Hivyo si kweli hayo, inshallah saufa nubayinuha fi almustaqbal. Huyo ndiyo Isa ambaye sisi Waislamu tunamwamini ya kwamba ni mtume wa Allah na ni roho kutoka kwake, wa ruhum minhu, na roho kutoka kwake, na ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, neno ambalo alisema kun fakana, kun fayakun, kuwa na akawa. Na hiyo ni sifa ambayo haimuhusu Isa peke yake, bali inatuhusu sisi sote, lakini kwa Isa imetajwa kwa sababu ya tukio la kuzaliwa kwake liko tofauti na mimi na wewe. Lakini Allah anasemaje ndani ya Qur'an? Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kwa hiyo hii ni picha ambayo nimependelea watu waweze kuijua, na baada ya Isa tunaenda moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunatambua ya kwamba yote ambayo yameelezwa kuhusiana na ulul azmi minar rusul yote sisi tunayamini, bali yote ambayo yametajwa kuhusiana na Isa, miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Isa, sisi Waislamu tunaiamini. Miongoni mwa miujiza hiyo ni kwamba yeye alikuwa akiwagusa watu ambao ni wagonjwa wanapona, bali akigusa mpaka wengine ambao wamekufa wanafufuka. Lakini kaifa, kivipi? Kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameyataja ndani ya Qur'ani bitafsil, kwa upambanuzi, kwa yule ambaye ana nia ya kuijua haki. Ama kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitaje nini kuhusu Mtume Muhammad? Huyo ndiye sayyid waladi Adam wala fakhar. Huyo ndiye mtume wa mwisho na ndiye bwana wa wana wa Adamu wote, na hiyo sio proud, bali is it what is it? It is what it is, kama wanavyosema watu. It is what it is, ndivyo ilivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu waladi Adam wala fakhar, na Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja katika aya nyingi, tukianza na aya ambayo Isa alayhi salam mwenyewe anasema, Allah anasema ndani ya Qur'an, na Isa ibn Maryam aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ninayethibitisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na mwenye kubashiria kuja kwa mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Lakini alipowaletea hoja zilizo wazi, walisema huu ni uchawi ulio dhahiri. Sura ya 61 aya 6. Pia aya nyingine katika sura ya 7 aya ya 157, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hivyo basi bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo katika Taurati na Injili. Nasemaje hiyo aya? Ambao kwamba wanamfuata huyo mtume, nabii asiyesoma wala kuandika, wanayemkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, ambaye waamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia vizuri na anawaharamishia viovu, na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na wakamheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufanikiwa. Maelezo yako mengi kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aya ziko nyingi zinazomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo kuzieleza na kuzimaliza ni kazi kubwa kabisa. Unaweza ukaenda ukasoma katika Injili ya Barnaba, Muhammad mtume wa mwisho,
Muhammad mtume wa mwisho. Ndani yake inasema, kwa sababu Mungu atanipandisha kutoka ardhini na atabadilisha mandhari ya haini hadi kila mmoja wenu atadhania, pamoja na yote, pamoja na hayo, pindi anapokufa mtu muovu, mimi nitakuwa katika fedheha muda mrefu ulimwenguni, lakini kutokana na mimi atakapokuja Muhammad mtume mtukufu, doa hili litaondoka. Maneno haya unayapata katika Injili ya Barnaba yakiwa yameelezwa, na moja miongoni mwa injili ambazo watu hawazitoi na kuzionyesha ni Injili ya Barnaba. Ni ima ni fitna, walicheza mchezo wa hiyo Injili ya Barnaba na kuificha, au ni kwa sababu hawakutaka watu waweze kuiona, au labda pia imepotea, Allahu a'lam. Na hayo ndiyo yanamhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mengi yanayomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa leo tunaishia hapa, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.